Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwa upande wa Wananchi kwa sasa, mara baada ya FIFA break wanarudi kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara wakiwa wako timamu, ngangali uchovu umekwisha na focus ni moja, kuhakikisha kwamba wanalibakiza taji la ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Ikumbukwe kwamba klabu ya soka ya Wananchi Young Africans katika mwendelezo huu ambapo wanarudi zidi ya Tanzania Prison, ambapo Young Africans wanakuwa nyumbani, kocha mkuu Pedro ameweza kuweka bayana majina ya wachezaji ambao watakaoanza katika kikosi hiko cha kwanza kitakachoanza, na mimi nikaona sio vyema kabisa ni kusogezea majina ya wachezaji ambao wanaoanza katika mchezo huo mkubwa kabisa ambao Young Africans wanahitaji kupata ushindi ili kuweza kuja katika mazingira mazuri ya mtanange huu mkubwa. Ila kabla tujiendelea, ni kukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyokuwa hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia, hawa ni klabu ya soka ya Wananchi Young Africans. Karibu bana, kikosi cha Young Africans ambacho kimetangazwa bila kupoteza wakati, twende kukitizama, ambapo golini anasimama si mwingine habari ni kijana hapa, anazungumzia Abutwalibu Msheli. Unafahamu ubora wake, amekuwa katika nyakati nzuri kwelikweli, na kikosi cha klabu ya soka ya Yanga umeweza kushuhudia ubora mkubwa ambao yuko nao golipo huyo, na sasa anachukua nafasi baada ya GDR kuweza kufungiwa takriban michezo mitatu. Hivyo basi mwalimu anaona sasa ni wakati mzuri wa kuweza kumpatia nafasi Abutwalibu Msheli kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho katika mikono yake, ambapo sasa anakabidhiwa lango la Young Africans kulilinda dakika 90 katika mchezo dhidi ya Tanzania Prison. Kwa hiyo itakuwaje? Tusubiri kuweza kuona hizo dakika 90 nini kitatokea. Lakini beki namba 2 anasimama si mwingine bali ni Israeli Patrick Mwenda. Nafahamu shughuli yake, amekuwa ni moja kati ya wachezaji muhimu kwenye kikosi cha Young Africans. Uwezo mkubwa, nguvu, maarifa mguuni pamoja na ujuzi mkubwa ambao yuko nao. Amekuwa na ubora mkubwa katika kupandisha mashambulizi, kurudi kukaa katika nafasi yake, kuipandisha timu. Ni kazi ambayo Israel Patrick Mwenda imeendelea kuwa ya kutukuka mbele ya kocha Pedro. Kwa hiyo ameweza kumpa nafasi. Huku beki ya kushoto, beki ya pembeni, beki namba 3, beki ya kwenda, hapa anazungumzia Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu makini kabisa kwenye kikosi cha Young Africans. Aliingia tu na kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho, kwamba hakubahatisha, hata alikotoka alikuwa anafanya vizuri. Kwa hiyo ameendeleza ule moto wake, na mimi nikaona sio ni vizuri kabisa ambapo mwalimu ameweza kumpatia nafasi hiyo. Huku beki namba 4 anasimama si mwingine bali ni Frank Yasinki, akiendeleza moto wake kwenye eneo la kati. Mwalimu anaendelea kuweza kumpa nafasi na kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Huku beki namba 5 anasimama kapteni Bakari Nondo Mwamnyeto. Nafahamu shughuli yake, amekuwa na ubora mkubwa kwelikweli kwenye kikosi cha hapa anazungumzia Wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa ambao yuko nao. Hapa anazungumzia si mwingine bali ni huyu
hapa nazungumzia Bakari Mwamnyeto. Mwalimu anaendelea kuweza kuona kitu cha ziada kwa Mwamnyeto, akiweza kuziba nafasi vizuri kabisa ya Dickson Job ambaye ana majeraha, huenda akakaa mpaka mwisho wa msimu huu. Kwa hiyo namba 6 anasimama Damaro Kamara. Unafahamu shughuli yake miongoni mwa nyota ambao hivi karibuni walikuwa katika mjadala mzito kwelikweli kuhusiana na uraia wake, lakini hatimaye Young Africans wameshinda kesi yake, na sasa Young Africans rasmi kuendelea kuweza kumtumia nyota huyo pasipo kuwa na shaka, licha ya kwamba mwanzoni hawakuzuiwa. Unaona bana. Kwa hiyo sasa hivi wanajipa uhakika 100%. Mamlaka imethibitisha kwamba hawana shida yoyote. Huku namba 7 anasimama si mwingine bali ni Alan Okello Starboy. Unafahamu shughuli yake, mwendo, maarifa, pasi nzuri mguuni bila kuweza kuipoteza. Ni uwezo mzuri ambao yuko nao Alan Okello. Anachohitaji tu kwa sasa ni kuendelea kuweza kuizoea na kujua nini wananchi wanakitaka kutoka katika miguu yake. Kwa hiyo hilo wananchi wanalisubiri kwa hamu. Huku namba 8 anasimama fundi wa boli kutoka pale Kenya. Hapa nazungumzia Duke Abuya. Unafahamu shughuli yake haimbwi sana kama wengine, lakini shughuli yake kila mmoja amekuwa akiweza kuishuhudia, namna ambavyo amekuwa ni mtaalamu mzuri kabisa wa kukaba, kupiga pasi, kutengeneza nafasi za mabao. Kwa hiyo hilo alina ubishi, utakwenda kumshuhudia akiweza kuanza katika mchezo huo. Huku unazungumzia beki, hapa unazungumzia kiungo, kumrazi hapa unazungumzia kiungo. Lakini namba 9 anasimama si mwingine bali unazungumzia ni Prince Mpumelelo Dube. Kwa taarifa ambayo iliyopo, ameweza kurejea, yuko fit kalifiti kwa ajili ya mapambano na kuweza kuwapa furaha wananchi Young Africans katika dakika 90 dhidi ya Tanzania Prison. Kwa hiyo hilo halina ubishi, utakwenda kushuhudia hilo likiendelea. Lakini katika upande wa namba 10 anasimama si mwingine bali ni Maxi Nzingeli. Mwalimu anaendelea kuweza kumwamini katika eneo hilo la namba 10. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona atafanya nini kwenye hiyo namba 10 ambayo mwalimu ameendelea kuweza kumpa. Huko namba 11 anasimama si mwingine bali ni profesa wa boli, si mwingine unazungumzia huyu ni hapa anazungumzia Paco Mzuzwa. Ubora mkubwa ambao iko nao, maarifa mguuni, kazi nzuri ambayo anaendelea kuweza kuifanya kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Kwa hiyo hilo alina ubishi, utakwenda kushuhudia kazi nzuri ambayo inaendelea kuweza kupigwa na nyota huyu mkubwa kabisa kwenye kikosi cha Young Africans. Bana, hiki ni kikosi cha wananchi Yanga ambacho kimetangazwa leo hii dhidi ya kocha Pedro, mchezo wa majira ya saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki jioni, ambapo Young Africans wanakuwa nyumbani wakiweza kualika Tanzania Prison. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na